Kama hii nakuambia haijakuja kutokea, njoo niambie kwa nini umetudanganya. Kwa nini? Because I know how powerful is prophecy. I know very well how powerful is prophecy. So before tuombe, nataka tuendelee kuombea nchi yetu. Amen. Kuombea nchi yetu sababu mnaona mambo mengi. Hii mambo mnaona nilishatabiri nikawaambia. Mliona Wakorino kabla Wakorino waende kuitwa State House, hawa ambao walikuwa wanatoa laana, unafikiri wangeitwa wangekataa kwenda? Siasa mbaya. Siasa mbaya. Haleluya. Katika nchi yenu siasa, these are the same people, ni watu region moja, sawa but kwa sababu siasa, nilisema siasa mbaya itakutokea katika nchi ya Kenya, ndio mnaona haya ambayo mnayaona leo. Kitu cha kwanza katika kitabu cha Ecclesiastes inasema usimlaani mfalme, na hata kwa siri usijaribu. Kwa hiyo you can never, mtu peke yake ambaye anaweza kulaani mfalme ni nabii. Na mambo ya mfalme ikaenda vibaya. Lakini watu wengine, raia wengine wote, hiyo haiwaka, au haifanyi. Sasa hapa naona hasara ya vibuyu. Hallelujah. Na hizi vibuyu sometimes inakuwa expensive. Inakuwa expensive. Praise the name of the Lord. Inakuwa expensive. Lakini tunaendelea kuomba kwa sababu hawa hata wamelaani, utawaona tu kesho kutwa hapo mahali Wakorino walikuwa, mtawaona na hizo mavazi, lakini wataenda na vibuyu, wataenda na mkia. You will see them, watch your screen, you will see them, because it is politics. But I told you that we have to pray because impeachments are coming. Na impeachments zingine nikasema itakuwa political. Because of politics, wengine watazama. Amen. Wengine watazama. Na unajua ukiwa impeached, unakuwa uko blocked kuwania kiti yoyote kwa muda fulani. I think 10 years. Sasa kuna watu I wish wangejua Kangundo ambaye ni magavana, ningewaambia ningewashauri wa resign before wasifanye kama Kachagua. Kalonzo alimchocha. Hallelujah. Alimchocha. Akamwambia usiresign. Usiresign ndugu yangu. Tuteseke wote huko nje. Lakini angeresign, sasa angekuwa hata anaweza kupigania upresident. Lakini hawezi. Now he is fighting for others. Amen. He is fighting for others, ambaye is fighting for, wakifaulu hawatamkumbuka, hata hawatajua ni nani anaitwa hivyo. Amen. So kuna impeachments inaanza, kuna impeachments zinaanza, na ikianza mjue inaisha hivyo, unless these people. Kuna governors ambaye, kuna governor rafiki yangu, nitauliza yeye namba zao, najua atanisaidia. Nitamwambia tunaomba namba ya fulani, governor fulani. Kuna magavana ambaye nina wao kwa simu yangu, nitawaongelesha. Naomba namba ya fulani,
ile ambayo inaingia direct. Niwapigie. Okay. Sitawapigia wote kwa sababu kuna wale they are guilty. Au kabisa wana makosa. Kabisa wana makosa, wameiba, wana makosa au wana makosa kama ule wa kwetu. Hallelujah. Wana makosa. So au sitawaongelesha au nitawatch the screen. But the others nitawapigia, niwaambie, niwapee ushauri, niwaambie hata kama hakuna dalili ya hiyo kitu. Niwaambie unajua kilichopangwa kwa ajili yako. Unajua unateremshwa. Sasa naomba tarehe fulani resign. As a governor, resign. Ni chungu, si rahisi. Hallelujah. Ni chungu, si rahisi. Chungu mheshimiwa. A whole mheshimiwa resigning. Kuacha ile kiti. Wengi wanaweza wakasema watakataa ushauri ya prophet, waone kama wana maloya. My friend, prophecy is powerful than lawyers. Hey, powerful than lawyers. So wakikataa ushauri yangu, basi kwa nini nitawashauri wa resign? Kwa sababu wakati watakuwa impeached, fully impeached, watakuwa blocked. Watakuwa blocked. Na some of them wale nimeona wakiwa impeached ni watu ambaye bado wako na future in political ground in this nation. That's why nataka niwape prophetic direction concerning the politics. Hallelujah. Yes. So kuna vitu kama hiyo zinakuja. Kuna waheshimiwa wanne na watafuta pia kwa simu. Sababu namba ya hiyo ndege nimeiandika hapa. Nimeandika hiyo namba ya hiyo ndege ambayo inaanguka wakiwa ndani, na hakuna ule atabaki. Hallelujah. Hapo mmenyamaza, msemi amen. Kwani unakufa hata wewe? Awe haufi bwana. Ni nini umestuka? Kuna namba hiyo ndege nimeandika. I've wrote namba ya hiyo ndege, na niwaulize habari ya hii ndege, na niwapee namba ya hiyo ndege. Nikiwapea namba ya hii ndege, so watakuwa wakisafiri, kabla wajasafiri kwanza wanazunguka hivi. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Namwambia sorry, next time. Next time. Tutasafiri next time. Niwapatie namba ya hiyo ndege ambayo inaanguka na wao. Niwapatie. Nikiwa Kajiado, I prophesied of ile iliua, nyinyi mlikuwa, ile iliua Saitoti. So by that time sikuwa na connection, hatukuwa hata kwa Facebook, hatukuwa kwa YouTube, kwa social media sikuwa nimeingia, but I was prophesying things. So kasikia tu imeangukia huko Ngong Hills. Nikawa naangalia kwa Citizen usiku. Kakimbia, anaitwa Agnes namba hiyo. Kakimbia, nikaona analia hapo nje. Ni nini? Ile kitu ulisema ndio hiyo imefanyika asubuhi Sunday, Jumapili. So kuna waheshimiwa na watafuta wanne. Hebu sema wanne. Yeah, na watafuta watu na watafuta. I wish niwapate. Ni watu mnawajua sana. Hata ukitaja majina yao saa hizo nawajua. Niwape namba. Sitawaambia wasisafiri, lakini wakisafiri waangalie, wakiingia waangalie
hiyo ndege waangalie number plate. Ya hii ndege wakikuta ni hiyo, wakimbie kama kukwepa ukoma. Ndio ili kama itaanguka ianguke ikiwa peke yake. Yeah. Ianguke ikiwa peke yake. Niliwaambia juzi kutakuwa na emergency land. Kulikuwa na kiongozi. Naona emergency land ikiwa na kiongozi prominent. Ule alipigwa Kisumu. Alikuwa hapo kwa hiyo ndege. Na si muda tu imepita nimesema tu ikukawa na hiyo hapo, ilikuwa ni Wilson Airport. I saw it. Wilson Airport. Ingine mtaenda kusikia emergency landing ni ndege ambayo itakuwa na kindiki. Kutakuwa na emergency landing. Emergency landing. Na hiyo ndege na kindiki iko na kindiki ndani. Emergency? Kuna kaitilafu tu. Kaitilafu tu. Kaitilafu tu itatua emergency. Unajua emergency landing huwa inaweza tua hata juu ya mabati ama mtoni ama juu ya miti, sababu kuna hiyo itilafu kidogo ya mitambo na nini sijui na nini, vitu kama hiyo. Ndege imepata itilafu na nini baada ya kuruka bumps kwa speed. Wale mmepanda ndege, mnajua kuna kuwaga na huko hewani hizo bumps. Alafu wao wanawaambia si bumps hizo ni heavy winds na nini. Unasikia ndege imeonya, sasa unasikia Jesus. Kwa watu ambao wanaogopa kufa. So kutakuwa na hiyo emergency landing ya ndege ya itakuwa kindiki, kutakuwa kwa hapo ndani. But it is well, hakuna kitu itafanyika. Ni emergency landing tu. Amen. Emergency landing tu. Msianze kusema sijui ni injury ndege hiyo. Nini? Hapana, emergency landing. Hiyo. Sema amen. Kuna wengine waliniuliza kama Jalas atashinda kiti ya Senate Nairobi ama ataweza kunyang'anya Sifuna kwanza. Lakini I told you, enda jiulize kwanza kama Sifuna ataitisha hiyo kiti. Because kuna wanasiasa niliwaambia lazima watapotea. Alafu wakuje baadaye, wao ndio viongozi wa baadaye. Kuna wale nilimention majina. Amen. Nilimention majina. Na viongozi wa Western wanatakiwa kukuwa makini na kuvunja madhabahu ambayo inazuia wao kuwa great. Amen. Ambayo inazuia wao hiyo greatness. Western. Hebu kila mmoja sema Western. Unajua saa hizi kama Raila ndo angekuwa prime cabinet minister, ingekuwa hiyo jina iko juu, ama ingekuwa mtu mwingine. Lakini saa hii ni nani? Ni Musalia Mudavadi. Lakini ukiangalia ni kama hayuko. Pokeeni greatness in the name of Jesus. Ni kama watu wa Western. Unaona Wetangula ni speaker. Na sasa hiyo ukiambia watu hapa Wetangula huyu ni nani? Huyo ni nani? Kuna speed, kuna madhabahu fulani Western ambayo imekaa, sijui nani anafanya hiyo maagano miaka ya nyuma. Kuna madhabahu imekalia watu wa Western hata akiwa mkubwa aje. Haleluya. Hata akiwa mkubwa. Sijui Masengeli kama ni wa huko. Masengeli ni wa huko. Unaona Masengeli unaona vile amezumbuliwa. Kuna kitu inasumbua great leaders wa Western. The reason why ninasema hivyo, it is because
they are supposed to produce the 7th president of this land. Wao ndo wana suppose kutuletea rais wa 7. Lakini hali ikikaa vile iko, ikikaa vile akina Masengeli iko, I can tell you, yani the 6 anatoka Mount Kenya, but the 7th anatakiwa kuwa from Western. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of Comedy Africa. Yo, this is Kushman, Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe Kwa stories za nini? 254 Across all social media platforms. hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya.